Dume Challenge Season 2 inaletwa kwenu na Kondom ya Dume. Wiki iliyopita katika Dume Challenge, mpambano uliendelea katika mji wa kale wa kihistoria wa Bagamoyo, ambako washiriki walishindana kuongoza ngalawa katika bahari ya Hindi. Jasho liliomwagika walipochuana kusukuma mkokoteni wenye mifuko ya saruji, ikiwa ni harakati za kupendezesha mji wa kale wa Bagamoyo. Heka ziliendelea kwa washiriki kubeba mizigo kwa kuendesha pikipiki ya matairi matatu kinyume nyume. Victor, mshiriki aliyewakilisha kanda mashariki kutoka jiji la wajanja Dar es Salaam, aliaga mashindano haya. Hii ni Dume Challenge Season 2. Habari Tanzania, mimi ni Vanessa Mdena. Inanipa furaha mno kukaribisha katika kipindi cha 9 cha msimu wa pili wa Dume Challenge, kipindi kinacholetwa kwenu na Kondom ya mwanaume wa kweli, Kondom ya Dume. Dume Challenge Season 2, kipindi pekee chenye mikiki ambacho hakijawahi kutokea katika runinga za Tanzania. Mashujaa 12 wakikutana uso kwa uso na hofu ya changamoto za kutisha ambazo hawajawahi kukutana nazo katika maisha yao zaidi ya kuziona kwenye sinema. Wanaume 12 watapambana kwa wiki 10 kuwania kitita cha shilingi milioni 20 za Kitanzania pamoja na taji la mwanaume wa kweli wa Dume. Wanaume 12, wiki 10, chini moja, shilingi milioni 20. Pambano umeanza. Karibuni sana washiriki wote wa 4 bora ya Dume Challenge ya awamu ya pili. Natumaini kuna wengine ambao mara yenu ya kwanza kufika hapa Mwanza, si ndio? Huu ndio mji wenye miamba, lakini zaidi tunachohitaji kutoka kwenu ni kutuonyesha kwamba kweli mnastahili kuwa wanaume wa kweli wa Dume, kwa kuonyesha ukakamavu na kwamba hamtaweza kukata tamaa. Changamoto ya kwanza, kupanda miamba. Washiriki kwa kufuata alfabeti za majina yao, yani Z mpaka A. Kila mshiriki atatakiwa kupanda miamba kwa uangalifu na haraka kadri wawezavyo kufuata bendera ya mwanaume wa kweli wa Dume iliyoko kileleni. Mshiriki atakayefuata njia sahihi na kutumia muda mfupi zaidi atajiweka katika nafasi nzuri ya kuingia fainali. Muda utakaotumiwa na kila mshiriki utazingatiwa. Jaji wa zamu wa changamoto za leo ni Bi Carola Kinasha. Mshiriki wa kwanza, Steven. Na mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kwenda mpaka kule juu. Steven anapanda kwa haraka mlima ule, lakini bahati mbaya ametumbukia katika shimo. Steven ameweza kutoka salama, naona bado anaendelea na mbio zake. Kwani sehemu ile lazima uwe makini kwa sababu mawe yanateleza. Kumbuka kwamba ni sehemu ambayo ni hatari sana na ni sehemu ambayo imeinuka na kilichopanga ni milima yenye miamba. Hivyo ni lazima uwe mwangalifu na lazima uwe na pumzi ya kutosha, la sivyo huwezi fika mbali. Kama unavyoona bendera inaweza kuonekana kwa mbali pale. Waweza kusema ni karibu, lakini kupanda katikati ya miamba hii kweli ni kazi ambayo sio ya rahisi. Na hapo katikati usipoangalia unaweza ukapotea njia. Lakini inaonekana Steven ameweza kujitahidi, naye anaweza kunyakua bendera ile. Steven ametumia dakika 1 na sekunde 45. Tulikuwa tuna maswali mengi sana, tulikuwa tujajua tunachokifanya. Tulivyosogea mbele kidogo, tulikuwa tunataniana, tunasema leo tunapanda mawe. Sasa jinsi tulikuwa tunaangalia yalivyo, ukikaa kwa mbao unaweza kusema ni ile sehemu uwezo ukapita kufika juu. Lakini kitu kile kutokea ndo hapo. Ilitakiwa upande ufike juu na kupeperusha ile bendera. Ugumu mimi kwenye ile stunt nilipata tu pale ambapo tunaanza kuondoka. Kwa pale nilivyotoka tu nikaingia kwenye shimo. Niliumia kidogo miguuni kwa sababu ilikuwa sio shimo refu sana, nikajiinua, nikapandisha, nikaanza na kukimbia kwenda kule juu na kupeperusha ile bendera. Mshiriki wa pili, Shula. Mawe kama yale mimi sijawahi yaona. Dodoma yapo kidogo milima ya mawe, lakini
tofauti na mwanzo. Shula anaonekana kuwa na kifua kipana cha kujaza pumzi, lakini anaonekana kwamba anafahamu jinsi gani anaweza kuruka katikati ya miamba ile. Ukiangalia jinsi gani anaweza kuruka kwenye mawe yale, inaonekana jinsi gani yuko mwepesi na labda ana mazoezi ya kutosha pia. Katikati kuna miamba ambayo inachanganya, kama usipoangalia unaweza ukapotea. Shula amefika juu pale na anakimbilia pale bendera ilipo, basi naye Shula ameweza kunyangua bendera ile. Shula ametumia dakika 1 na sekunde 19. La Mwanza imekuwa ni jiji tajiri la mawe. Yaani yale mawe kwa design yalivyokuwa yamekaa, kwa kweli kama sio mwanaume jasiri, kiukweli hauwezi kupanda pale. Kwa sababu yanaogopesha, mpaka unawaza hivi nikishika hili jiwe nikijivuta hivi aliwezi kujivuta hivi likakudondokea. Lakini basi tu ujasiri unakuwa unakupeleka. Unakuta ukipanda hivi bendera ukiangalia juu uone bendera hivi ipo huku au iko wapi. Kwa hiyo unakuta tu unaanza kupanda lakini hujui, unajua tu bendera ipo juu, lakini hapo unapopandia je ndo patapotokea bendera ambapo ipo. Mshiriki wa 3, Masi. Unajua unapofanya kitu na kuna spirit fulani hivi inakuja. Kila mtu anajaribu kuhakikisha kwamba yeye ataweza kukimbia kwa muda mfupi zaidi. Kazi ni ngumu, kama ni mzito huwezi kupita sehemu kama hii, hivyo lazima uwe na mazoezi ya kutosha. Kiwezekana unatembea na mikono kama anavyofanya Masi hivyo. Masi naye anafanikiwa kunyanyua bendera ile. Masi ametumia dakika 1 na sekunde 18. Kwenye kupanda kile kilima ilikuwa inataka pumzi sana, kwa sababu ukipanda mpaka ukifika kupanda ile mawe inakuwa pumzi inakaribia kukata yani. Sasa kwenye kupanda afu na ile mawe yanateleza, kwa hiyo ilikuwa ugumu ndo kwa hapo. Nimeona vitu vingi sana ambavyo nilikuwa sije kuviona kwa macho hivi. Kama yale mawe nilikuwa tunishaona kwenye televisions like Victoria. Tulikuwa tunaweza kulisikia tu, kulisoma kwa vitabu, lakini leo nimeenda na live. Ni good experience kwangu. Mshiriki wa 4, Mandingo. Ni changamoto ambayo inahitaji uvumilivu, kwa sababu inahitaji pumzi kuweza kupanda juu ya haya mawe mpaka kwenda kuchukua ile bendera. Mandingo ndo mshiriki wa mwisho ambaye naye anaanza kwa spidi kali kabisa. Mandingo anaonekana kuwa na spidi zaidi. Naona kama ataendelea namna hii anaweza pana akawa yeye ndo atakuwa na muda mzuri zaidi. Mandingo ameweza kubeba bendera ile. Mandingo ametumia dakika 1 na sekunde 17. Ugumu wa changamoto ilikuwepo mwishoni, ukitaka kupanda juu kabisa yale mawe kuweza kuchukua bendera, kwa sababu ni mawe ambayo alikuwa ameenda juu, na pia kulikuwepo kuna kona ambazo zilikuwepo. Katika ile kona ukiangalia kwa mbele hivi unaweza kujua ndio njia ya kupita, lakini ukifika ni mwisho wa njia. Kwa hiyo katika ile kona ukikunje inatakiwa uweze kupanda juu.
Yes, mabibi na bwana, tumekuwa pamoja ukiwa unafuatilia vizuri kabisa vikwazo vyote vya siku hii ya leo tukiwa ndani ya Mwanza, na kama nyuma yangu unavyoona niko pembezoni tu kabisa kwa ziwa hili Victoria, lakini bado changamoto zinaendelea. Kabla sijakupa ni kitu gani ambacho kimejiri katika round ya kwanza, naomba kwanza tuende kwenye break fupi, tukirudi nitakupa matokeo ni kitu gani ambacho kimejiri. Je, wajua? Kondom ni njia mojawapo ya uzazi wa mpango inayopatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu hapa nchini. Pakiti moja ya kondom yenye kondom 3 inauzwa kuanzia shilingi 200 tu. Serikali pia hugawa kondom bure kwenye vituo vyote vya afya nchini. Mwanaume wa kweli hupata majibu ya matatizo yanayomsibu. Mwanaume wa kweli ana upeo. Mwanaume wa kweli ni jasiri. Mwanaume wa kweli huwajibika. Mwanaume wa kweli ni kiongozi. Huheshimika na kila mmoja. Anajali, ana uwezo. Ni rafiki, yuko juu, ni mkweli kwa nafsi yake. Je, wewe ni mwanaume wa kweli? Je, wewe ni mwanaume wa kweli? Mwanaume wa ukweli hutumia dume. Karibu tena mtazamaji. Ikiwa ndo kwanza umejiunga nasi, umekosa mengi ya kusisimua. Hii ni Dume Challenge, kipindi kilichosheheni heka za kumtafuta mwanaume wa kweli wa Kitanzania, kinacholetwa kwenu na kondom ya mwanaume wa kweli, kondom ya Dume. Kabla mapumziko mtazamaji, tulimaliza changamoto yetu ya kwanza ya kupanda miamba. Hebu tutizame matokeo ya changamoto hiyo. Changamoto ya kwanza, kupanda miamba. Mshiriki alifanya vizuri ni Mandingo ambaye ametumia dakika 1 na sekunde 17, akifuatiwa na Masi alitumia dakika 1 na sekunde 18, Shula dakika 1 na sekunde 19, na mshiriki alianza vibaya siku ya leo ni Steven ambaye amekuwa wa mwisho kwa kutumia dakika 1 na sekunde 45. Changamoto ya pili, Dume Dala. Washiriki kwa kufuata alfabeti za majina yao, yani A mpaka Z, kila mshiriki atatakiwa kupanda juu ya basi linaloendeshwa katika njia maalum kutoka kituo cha kwanza hadi kituo cha pili. Mshiriki atatakiwa kuwa mwangalifu na kutembea juu ya basi akihamisha matairi kutoka sehemu ya mbele na kuyapanga vizuri sehemu ya nyuma juu ya basi maalum la Dume, wakati basi likiwa katika mwendo kabla ya kufika kituo cha pili. Mshiriki atatakiwa kuhakikisha haangushi tairi hata moja na atahamisha matairi yote kabla basi halijafika kituo cha pili. Mshiriki atakayeangusha matairi au kushindwa kuhamisha matairi mpaka basi litakapofika kituo cha pili atajiweka katika nafasi mbaya ya kuelekea fainali. Uwezo wa mshiriki kuhamisha matairi kabla basi halijafika kituo cha pili utazingatiwa. Mshiriki wa kwanza, Mandingo. Kabla sijapanda nilikuwa na discuss kwa sababu niliangalia juu nikasema hapa naenda kutembea juu ya gari pia ikiwa inatembea. Mandingo anaburuta matairi yale taratibu kuhakikisha kwamba hakuna hata moja atakaloliangusha. Hali ya hewa ya Mwanza kidogo ni mawingu na kuna mvua, hivyo juu ya gari lile Dume Dala ni lazima kutakuwa kuna teleza. Kama unavyoona matairi yenyewe yameloa, hivyo ni lazima uwe mwangalifu kiasi. Lazima uwe mwangalifu. Mandingo amefanikiwa kuhamisha matairi yote kabla ya basi halijafika kituo cha pili. Changamoto ya
kuondoa matairi upande wa mbele na kuweza kuyapanga nyuma ni changamoto pia ambayo inahitaji uweze kuwa jasiri na uweze kutumia upeo. Kwa hiyo pale ni kitu ambacho maelekezo pia uweze kuyafuata vizuri kipindi hicho, yani ukishakuwa jasiri na maana uondoe mawazo kwamba hii niko juu ya basi, niko juu ya gari, na kuweza kutumia ule upeo ambao unajua kwamba hapa hivi inabidi muda fulani kipindi gari naenda niweze kutumia muda huu kipindi narudi huku kuyachukua ya matairi na kuweza kuyapanga na yasiweze kudondoka. Pia nilikuwa na ujasiri na nikafanikiwa kuyatoa yale matairi na kuyarudisha. Mshiriki wa pili, Masi. Yaani utakuwa ufanye vitu kwa wakati mmoja. Bebe matairi na pili ujicontrol usije kaanguka. Kubeba matairi yale ukiwa umesimama na juku unateleza, ukweli inahitaji moyo wa ziada. Masi amefanikiwa kuhamisha matairi yote kabla basi halijafika kituo cha pili. Ukiwa mwoga uwezi, utakuwa unabaki kujicontrol tu, afadhali muda utakuwa unaenda ufanye chochote. Ile ilikuwa inahitaji ujasiri. Kwa sababu gari liko kwenye movement, afu wewe unatakuwa ubebe matairi uyarudishe nyuma. Mshiriki wa tatu, Shula. Bila ujasiri kufanya kitu kama kile pale bado unakuwa uwezi. Si rahisi kwa sababu gari hii inapopita ni sehemu ambako kuna matope, hivyo gari inazunguka inacheza. Hivyo lazima ukae juu ukiwa na stamina ya kutosha. Shula amefanikiwa kuhamisha matairi yote kabla basi halijafika kituo cha pili. Gari inatembea, mimi nahamisha matairi, tena matairi yenyewe mazito ndani ya muda fulani. Ni kitu ambacho ni kigumu. Lakini kwa nawaza tu, je, hao wamesema kwamba tairi zikidondoka kuna pointi ambazo zinakata. Sasa nikawaza haya matairi nikiyapanga kule peke yake hayataanguka. Na wakati huku wenyewe huku walifunga na kamba, sasa je huku yamejiachia peke yake hayataanguka? Hicho ndio nilichokuwa na hofu. Mshiriki wa 4, Steven. Tulivyoambiwa kwanza tulikuwa tunaona hichi kitu kitawezekanaje? Tutembea juu ya gari kati gari linatembea. Steven ndo mshiriki wa mwisho ambaye naye sasa anajaribu bahati yake naye asiangushe hata moja, naye mvua inazidi kupamba moto. Steven amefanikiwa kuhamisha matairi yote kabla basi halijafika kituo cha pili. Mimi kidogo nilikuwa najenga hofu, hivi kitu cha aina gani ambacho tunayavuta, matairi ya aina gani ambao tunayavuta huko juu. Lakini nikajipa moyo tu kwa siwezi nikashindwa, kama wenzangu wameweza pia mimi ndaweza. Nikafanya haraka sana kuyapeleka yale matairi kabla sijafika kwa mbele, kwa kama kuna mabonde gari na yumba sana. Sasa nikawa na avoid kufika ile sehemu. Nikawa sijafika pale, nilikuwa nimeshamaliza, nikabaki tukishikilia sehemu. Steven amenyeshewa kweli na ilikuwa hatari mno kwake yeye kufanya changamoto hii. Lakini ametumia umakini na amefanikiwa. Hebu tuone matokeo ya changamoto hii. Changamoto ya pili, Dumedala. Washiriki wote 4, Mandiko, Masi, Shula na Steven wamefanikiwa kuhamisha matairi yote kabla basi halijafika kituo cha pili. Karibuni tena, bado tukiwa katika Dume Challenge awamu ya pili, na nipo ndani ya Rock City Mwanza, na washiriki wetu wote 4 wako tayari kuonyesha ujasiri wao, kuonyesha kwamba wao kweli wanastahili kuvishwa taji la wanaume wa kweli wa Dume awamu ya pili. Na sasa hivi basi watakuwa na challenge nyingine ngumu zaidi, kwa sababu wanaenda kuendeshwa kwenye mashine ambayo ina nguvu zaidi. Mashine hii inajulikana kama Unimog. Changamoto ya tatu, kuvutwa na gari. Washiriki kwa kufuata alfabeti za majina yao, yani Z mpaka A, kila mshiriki atalala katika kifaa maalum kilichofungwa nyuma ya gari na kutakiwa kushikilia kamba. Wakiwa katika kifaa hicho, washiriki watafutwa nyuma ya gari maalum yenye uwezo wa kupita sehemu yote kwa spidi kali. Washiriki watatakiwa kuwa wajasiri na kuvumilia dhoruba zote kwa kushikilia kamba hadi mwisho wa safari.
Uwezo wa washiriki kuvumilia na kufika mwisho wa safari utazingatiwa, na mshiriki atakayeachia kamba njiani atajipunguzia nafasi ya kuingia katika fainali na atakumbana na jopo la majaji jioni ya leo. Mshiriki wa kwanza, Steven. Na sehemu nyingine unajipiga kabisa sehemu ambayo ni kavu. Hii ni changamoto ya mwisho jioni ya leo, na Steven ndiye mshiriki wa kwanza ambaye anafungua changamoto hii. Kama unavyoona anapita katikati ya matope, gari ile inamvuta kwa spidi kali sana. Lazima uwe mtu wa mazoezi, la sivyo wakati kama huu lazima uachie kamba ile. Steven amefanikiwa kushika kamba hadi mwisho wa safari. Kwanza tu inaondoka, tukaanza kula tope. Tope likaingia machoni tunavyoanza. Gumu pale tu ambapo unavutwa, unakuta ukifika kwenye kona, yaani unahisi kuna kitu kinakuumiza kabisa tumboni. Au unakuta kwenye tuta lingine amekuvuta, ukifika tu kwenye tuta unavyoinuka unajipiga chini kwenye matope. Kinsa nitakiwa usiachie, ili uvumilie tu pale. Nishikilia ile. Nikafika sehemu nikakuta imesimama. Nikajua labda nimekosea, kumbe ndio mwisho. Kuangalia mwisho kasema sense go, kwa sababu nimefikia malengo nilikuwa nahitaji. Shiriki wa pili, Shula. Nilikuwa nahofia kwa sababu mimba vyangu mpaka saizi bado haijapona. Shula ndo mshiriki wa pili ambaye naye ameanza kuvutwa pale. Je, ataweza kustahimili kushikilia kama Steven ambako ameweza kuzunguka raundi zote mpaka mwisho bila kuachia? Kama unavyoona sasa hivi anapita katikati ya matope yale, na tairi ile ya gari ikiwa inazidi kumrushia matope usoni, akiwa amevaa kioo kile. Sidhani kama anaona mbele anaelekea upande gani. Pale unavyoona ni panda shuka zile kwenye matuta yale, lakini bado Shula ameshikilia kwenye bodi ile kuhakikisha hata achia. Kifaa kile maalum ambacho amewekewa ni kuhakikisha kwamba kutakuwa na usalama pia. Hivyo cha muhimu zaidi ni kuhakikisha wewe unaonyesha ustahimilivu. Shula amefanikiwa kushika kamba hadi mwisho wa safari. Ile changamoto of course ilikuwa ni ngumu, lakini niliweza kufaulu kwa kutokuumia ambavyo nilikuwa nafikiria mimi. Tunarudi pale pale, kama sio mwanaume jasiri huwezi kufanya kitu kama hicho. Mshiriki wa tatu, Masi. Niwe mwazi kabisa, sije ku experience changamoto ngumu kama hiyo.
haya ni mashindano, hivyo kila mmoja lazima aonyeshe kila ambacho kimemleta katika mashindano haya. Masi ameshikilia, bado hajaachia kamba. Huyu ni mshiriki wa tatu. Washiriki wawili waliopita wote hawajaachia kamba. Masi amefanikiwa kushika kamba hadi mwisho wa safari. Ilikuwa ni very risky kwa sababu hata wenyewe kwa wanatuambia kwamba inabidi uwe mwangalifu kwa sababu kule mnakopitishwa huwezi jua kitu gani kitatokea. Kwa sababu inafika sometime when uone mbele kwa sababu ile miwani tulikuwa tumevishwa inajaa tope. Hujui unaburuzwa unapelekwa wapi yani. Kwa hiyo mimi nilichojitoa ni kwamba bana hicho kinachotokea kitokea lakini mimi siachi. Kwa hiyo unaamua unakaza tu. Lakini ilikuwa ngumu katika challenge zangu zote ambazo nimeshafanya. Mshiriki wa 4 Mandingo. Kusema kweli ilikuwa inahitaji uvumilivu pamoja na ujasiri. Mandingo mshiriki wa mwisho. Kumbuka washiriki wote watatu hakuna hata mmoja ambaye ameachia kamba. Kama unavyoona gari hili linavyonyanyuka mpaka matairi yale, na mshiriki huyu Mandingo anapitishwa kwa spidi kali kabisa kwenye mapita yale. Kwa Mandingo hajaachia. Kwenye milima namna ile ukiwa unavutwa kwa spidi kali katikati ya matope, kweli si kazi rahisi. Hutamani kuwa mmoja kati ya washiriki hawa. Mandingo amefanikiwa kushika kamba hadi mwisho wa safari. Changamoto kwa kusema kweli ni changamoto ambayo pia inahitaji ujasiri. Ugumu ulikuwa kwa sababu lazima ushike kwa nguvu, na pale tulikuwa tunapita kwenye maji, kuna sehemu zingine kulikuwa na matuta ambayo lazima ujigonge. Nimejitahidi kweli kwa ujasiri wa kiudume, yani dume lenyewe. Kuvuta kwa hii track ni vigumu, kuna matuta, kuna maji, majani, matope. Kwa hiyo inabidi washikilie kweli yani. Changamoto ya tatu, kuvutwa na gari. Washiriki wote wa 4, yani Steven, Shula, Masi na Mandingo wamefanikiwa kushikilia kamba na kuhimili dhoruba hadi mwisho wa safari. Kabla sija kujuza matokeo ya jumla ya changamoto za siku hii ya leo na kukuambia nani amejikomboa, ambaye hata ukwenda kukutana na jopo la majaji, pia amejihakikishia nafasi kwenye fainali za Dume Challenge msimu wa pili, hebu tuende kwenye mapumziko mafupi, tutarejea. Mwanaume wa kweli hupata majibu ya matatizo yanayomsibu. Mwanaume wa kweli ana upeo.
Mwanaume wa kweli ni jasiri. Mwanaume wa kweli huwajibika. Mwanaume wa kweli ni kiongozi. Huheshimika na kila mmoja. Anajali, ana uwezo. Ni rafiki, yuko juu, ni mkweli kwa nafsi yake. Je, wewe ni mwanaume wa kweli? Je, wewe ni mwanaume wa kweli? Mwanaume wa ukweli hutumia dume. Kutana na Charlie Lucky, PDG wa nguvu anayetembea na Martha, mke wa mtu ambaye mumewe ana mademu wengi. Charlie pia ana Sara na Vera. Vera amekuwa akitembea na mwanaume mwingine kwa mwezi sasa. Pia anaye PDG wa kumpa mahela, PDG wa kumpa viwalo, PDG wa kumpa usafiri. Kwa ujumla, ma-PDG wote mji huu ni wake. Kila mmoja wa jamaa hawa anao mademu wengine ambao wana mabwana wengine, wenye mademu wengine, wenye mabwana wengine. Yaani, mtandao unazidi kukua tu. Unaona, tukiwa na wapenzi ambao nao wana wapenzi wengine, tunakuwa sote sehemu ya mtandao mkubwa wa mahusiano na watu ambao hata hatuwajui. Na mmoja wao akiathirika na ukimwi, kila mmoja wetu anakuwa katika hatari ya kuambukizwa. Jinsi mtandao unavyozidi kuwa mkubwa, ndivyo jinsi hatari ya maambukizi inavyoongezeka. Ndio maana Charlie huchukua tahadhari. Jitoe katika mtandao huu wa HIV. Jiulize, tuko wangapi? Tulizana. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii na TACAIDS. Mtazamaji, karibu tena kwenye Dume Challenge. Karibu tena Mwanza. Karibu tena kwenye kipindi kilichosheheni matokeo ya halisia kuliko chochote kilichowahi kutokea kwenye runinga za Kitanzania. Mtazamaji, haya ni matokeo ya jumla ya changamoto za siku ya leo. Hivyo matokeo ya jumla kwa changamoto zote za leo ni kama ifuatavyo. Katika changamoto ya kwanza, kupanda miamba, mshiriki alifanya vizuri ni Mandingo aliyetumia dakika 1 na sekunde 17, akifuatiwa na Masi dakika 1 na sekunde 18, Shula dakika 1 na sekunde 19, na mshiriki aliyeshika nafasi ya mwisho ni Steven kwa dakika 1 na sekunde 45. Katika changamoto ya pili ya Dume Dala, washiriki wote walifanya vizuri kwa kufanikiwa kuhamisha matairi kabla ya basi halijafika kituo cha pili. Changamoto ya tatu na ya mwisho kwa siku ya leo, kuvutwa na gari, washiriki wote waliweza kushikilia kamba hadi mwisho wa safari. Kwa sababu hiyo basi, Mandingo ndo mshiriki ambaye hataenda kutana na jopo la majaji siku hii ya leo hapa ndani ya Mwanza, kwa maana Mandingo ameweza kuwa salama, amejikomboa, na yeye moja kwa moja anaenda katika fainali za Dume Challenge msimu wa pili. Hongera sana Mandingo. Asante. Kila la heri, wewe ustahili kuwepo hapa. Nyie ndo mnaenda kutana na jopo la majaji jioni hii ya leo. Hivyo nawatakia kila la heri. Siku zote yani pale ambapo tu tukiambia kwa leo kuna judge council, alafu ukiangalia unaweza kuta labda upo kwenye danger zone ya kwenda pale, janatia sana hofu. Kwa sababu unapofika pale, kuna muda unaweza kuwa kwenye stunt ujui ulichokifanya. Judge naye kuna vitu vyake anaviangalia. Sasa huwezi kujua wakati unafanya stunt, je, hivi vitu kuvitimiza au umevitimiza. Kwa hiyo tunasubiria tu kwa ifike huo muda, tuende hesabu hadi sehemu hii nilipofika. Namshukuru sana Mungu. Nadhani muda ambao tunakuwa kwa judge council ni kama haiwezi kuzidi dakika 15. Lakini dakika 15 ambazo zinakuwa ni mbaya sana kwangu. Nakuwa under pressure kupita kiasi. Pale ni maisha yangu ya Dume Challenge yanakuwa yako njia panda. Licha mimi tu kutoka, bado sisi tunakuwa tunapoteza mwenzetu mmoja if mimi nikipona. Waga mimi nakuwa niko tayari tu kwa lolote linalotokea. Sababu siwezi kukwepa. Japo inaweza ikawa nje ya malengo yangu, lakini sitajisikia vibaya sana. Kwa sababu umati tuliokuwepo ni mkubwa sana. Sitajisikia vizuri sana kwa sababu ni nje ya malengo yangu. Tutakuwa tu kama wenzangu walivyokuwa, japo sijui wao walikuwaje, kwa sababu mtu akitoka hata kuonana naye unakuta umuone. Yaani unakuja tu kuambiwa bana fulani ndo ameondoka. Kwa hiyo hujui yeye amejisikiaje. Otherwise atakusimbia tu yule aliyobaki. Pale. Pako hivi na hivi na hivi na hivi. No way out. Nitakutana nao tu. Kwa sababu ni moja, nafikiri hata nikienda ni moja ya mimi kujifunza nakosea wapi. Milioni 20 ya lezi.
kama ndazipata basi ni bahati ambayo haiji kujirudia. Baada ya heka za mashindano haya ya Dume Challenge, washiriki watatu ambao hawakufanya vizuri katika changamoto za leo watalazimika kwenda kukutana ana kwa ana na jopo la majaji, ambako pamoja na utendaji wao, sifa 8 za mwanaume wa kweli wa dume zikiwa ni uhalisi, uongozi, upeo, ushirikiano, uwajibikaji, uwezo wa kuhimili mazingira tofauti, ujasiri na heshima zitatumika kuamua ni nani atakayeaga mashindano haya siku ya leo. Majaji wetu John Kitime, Evans Bukuku, Carola Ginasha wako tayari kutimiza wajibu wao na kufanya maamuzi usiku wa leo. Naona mmekuja tena mbele yetu ili muweze kusikia sisi tunafikiria nini kuhusu hali ya haya mashindano mpaka saa hizi, pamoja na challenges ambazo mmepata, mashindano ambayo mmepata magumu hayo kama mliomaliza sasa hivi. Lakini mwe mnakumbuka kwamba kila mara tuna vile zile thamani zetu, thamani ya mwanaume wa ukweli wa dume, nazo tunazifikiria kila wakati kama majaji katika kuangalia maendeleo yenu. Kitu ambacho tunataka kuhakikisha kinafanyika ni kwamba huyu atakayekuwa mshindi awe kweli ana vile vigezo vyote ambavyo vinatafutwa. Naomba kila mtu anajibu kwa kifupi sana. Bwana Masi, leo ningekuambia kwamba unaenda nyumbani, unahisi kitu gani ungeweza kubadilisha ambaye ingeweza kupa chance ya kubaki kwenye mashindano? Kwa kifupi. Ningetoka leo na mngenipa sababu na ningeikubali, kwa sababu mimi sijijui nilivyo. Nyinyi ndio mnanijua zaidi. Bwana Steve, mimi nadhani ndakuwa sina chochote cha kuongea kutokana na majibu yenu. Mimi mwenyewe naishi kulingana na mambo nipo, lakini napenda kubadilika kulingana na ninavyoambiwa na watu ambao wananiambia. Tumekuwa tumeanza kufikiria mambo mengi, moja na kuanza kuangalia hata matokeo ya huko nyuma, na tukapata mtu ambaye tunaona kwamba leo lazima afike hapa, aache wenzio watatu wamalizie hiyo ngwe itakaobaki. Shula, baada ya kuangalia matokeo yote huko nyuma na pamoja na challenges zilizokuwepo, Shula utaendelea bado kufikia hiyo hatua ya mwisho ya tatu bora. Haya, ndugu zangu wawili Steve na Masi, wote ni wazuri, ndio maana mmefika hapa. Lakini Steve, katika vile vipimo vyote ambavyo tumekuwa tunaangalia, kidogo wenzao wamekuacha nyuma. Bwana Steve, talazimika leo uweze kurudi nyumbani. Sawa. Mimi najua Evans, unategemea kwa leo kutaniona kwenda kwa uchungu afu dalia sana, ila leo na furaha afu uchungu vimebalance. Kwa hiyo mchezo hata wewe kutoka. Wakati naanza kusoma mazingira kidogo nilikuwa nipo chini kidogo zaidi ya wenzangu, nimekuja kukaza kasi sana. Kwa hiyo mimi nahisi yake mwanzoni ambapo tulikuwa tunaanza zile challenge, maksi zangu zilikuwa chini kidogo, japokuwa tumepishana kidogo sana, lakini zilikuwa ziko chini kidogo. So walivyokuja kujumlisha maksi zote, imekuja kuonekana kwa zangu kweli zimepungua kidogo. Tumaini yangu nakumbuka hata siku ya kwanza naojua nilikuwa nimekuja kuchukua hela. Lakini sasa imeshatokea, lakini nimekomaa yani mpaka kufika hapo, kwa sababu Mbeya walikuwa watu kibao zaidi ya 100 na umeona tumefika huku tumekuja watu 12. Hadi nimekuja kuwa mtu wa 4, sio kitu cha mchezo sana na ukizingatia na watu ambao walikuwa wametangulia kuondoka. Mimi nilikuwa naamini kati yetu wote ni mshindi, ila ni yupi atakuwa mshindi ndio ilikuwa ijulikane. Lakini wote sisi ni washindi. Ukimtoa mimi saa hizi, wala ambao wamebaki, yoyote kati yao anaweza katenda miujiza vile vile kukuta mko mshindi. Wakazi wangu Mbeya, nasikitika kwa sababu kuwa ndo nimeaga mashindano hadi hapa nilipofikia kwa ndani ya wale watu 4 bora. Lakini naamini kuwa kitu ambacho nimekipata kutoka Dume Challenge naweza nikabadilisha vitu zaidi hata hiyo ni shilingi ndio kwa nagombania. Japokuwa malengo ambayo nilipromise kwenu kuwa ni lazima nirudi na hela. Ila kwa kuwa sijarudi na hela, nitarudi na upeo. Mambo yatasonga. Asanteni sana.
Haya ndio ambayo yamejiri siku ya leo ndani ya usiku huu ambako mshiriki mmoja tokea Mbeya Steven ameaga mashindano haya, lakini kumbuka kwamba tumebaki na 3 bora ya Dume Challenge msimu wa pili, akiwepo Masi, Mandingo pamoja na Shula. Hawa ni wanaume watatu ambao wiki ijayo watakuwepo ndani ya Dar es Salaam kuwania nafasi moja tu ya mwanaume wa kweli wa Dume msimu wa pili. Nani kati ya washiriki hawa ataonyesha makali zaidi? Kumbuka kule Dar es Salaam itakuwa ni machozi, jasho na damu. Si rahisi kumpata mwakilishi wa Dume Challenge msimu wa pili, lakini ni mmoja kati ya hawa watatu. Natumaini kila mmoja ataonyesha uwezo wake kwamba ana sifa zote 8 za mwanaume wa kweli wa Dume. Nikushukuru kwa kuwa pamoja nami. Usikose wiki ijayo finali ya Dume Challenge Season 2. Nite Caesar Daniel. Kumbuka, mwanaume wa kweli hutumia dume. Wiki ijayo katika Dume Challenge. Tanzania, mko tayari? Kile kilichokuwa kikisubiriwa kwa hamu kimewadia. Finali za kumsaka mwanaume wa kweli wa Dume Challenge Season 2. Washiriki watapiga mbizi chini ya bahari kusoma majibu ya maswali watakaoulizwa mara tu baada ya kuibuka. Mtanangi utaendelea kwa kupimwa nani mwenye stamina ya kutosha pale watakapotakiwa kujizuia wasiangukie baharini kutoka kwenye boti maalum inayopasua maji ikipita juu ya mawimbi makali. Pambano utahitimishwa kwa washiriki kukwea mnara mrefu wa kutisha huku wakipimwa upeo wao kwa kuulizwa maswali. Je, nani atakayeibuka na kitita kinono cha shilingi milioni 20 za Tanzania pamoja na taji la mwanaume wa kweli wa Dume? Pressure inapanda. Usipitwe. Hii ni Dume Challenge Season 2. Mwanaume wa kweli hupata majibu ya matatizo yanayomsibu. Mwanaume wa kweli ni jasiri. Mwanaume wa kweli huwajibika. Mwanaume wa kweli ni kiongozi. Huheshimika na kila mmoja. Anajali, ana uwezo. Ni rafiki, yuko juu, ni mkweli kwa nafsi yake. Je, wewe ni mwanaume wa kweli? Je, wewe ni mwanaume wa kweli? Mwanaume wa ukweli hutumia dume. Kumbuka, mwanaume wa kweli hutumia dume.